shughuli nyingi za utekelezaji wa majukumu yako makubwa ulionayo, na kushukuru kwa kuweza kutimiza ahadi yako uliyotoa siku ulioniapisha kuwa jaji mkuu mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025, kwa utakapopata nafasi utakuja kuongea nasi. Tunashukuru kwamba umeweza kupata nafasi hiyo mapema. Mheshimiwa Rais, naomba nikujulishe kwamba wanachama walipopata taarifa kuwa ulikubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu, wamefurahi sana. Ndio maana unaona ukumbi huu umefurika leo. Hii ni kuonesha imani kubwa watumishi hawa wa mahakama walionao kwako, mkuu wa nchi, yani head of state, kiongozi wa serikali, yani head of government, na amiri jeshi mkuu, yani commander in chief, kama ibara 33 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, katika historia ya nchi yetu, hii itakuwa ni mara ya pili katika mahakama ya Tanzania kwa mkutano kama huu kufanyika na kufunguliwa na Mheshimiwa Rais, ukitanguliwa na ule wa kwanza uliofanyika mnamo mwaka 1984 na kufunguliwa na aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kutokana na umuhimu wa mkutano huu, tunao imani kubwa kwamba uwepo wako Mheshimiwa Rais wakati wa ufunguzi utaleta tija na hamasa kubwa kwa wanachama wote. Hii pia inadhihirisha ni kwa jinsi gani unavyojali na kuthamini muhimili wa mahakama ambao ni mojawapo ya mihimili mitatu ya dola, yani state na serikali, yani government ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama inavyotamkwa katika ibara 4 ya katiba. Mheshimiwa Rais, napenda kuwakaribisha na kuwashukuru viongozi wageni waalikwa na wanachama wote wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania kwa kutenga muda wao kuhudhuria tukio la ufunguzi wa mkutano huu muhimu unaotoa fursa kwa wanachama kujadili masuala mbalimbali yenye maslahi kwa chama, ikiwemo kuhimizana uwajibikaji, uhuru wa mahakama na wajibu wetu kwa taifa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, niruhusu pia kutoa shukrani za dhati kwa watoa mada na waratibu wote waliokubali kushiriki nasi kwa kushirikisha uzoefu wao kupitia mada watakazowasilisha katika mkutano huu. Watoa mada hawa, yani presenters, na waratibu, yani moderators, wana uwezo na uzoefu mkubwa katika mada watakazowasilisha. Hivyo ni waombe wanachama wa Chama cha Mahakimu na Majaji kutumia fursa hii ipasavyo kwa kushiriki kikamilifu na kujifunza zaidi kutoka kwa wataalamu hawa ili tuweze kuendeleza uwezo wetu wa utoaji huduma za utoaji haki nchini kwa ufanisi ipasavyo. Mheshimiwa Rais, maudhui ya mkutano mkuu wa Chama cha Mahakimu na Majaji kwa mwaka huu yanajenga katika msingi wa kuimarisha utoaji wa haki nchini kupitia mahakama huru yenye ufanisi na inayoendana na matakwa ya katiba na matarajio ya wananchi kwa ajili ya ustawi wao kijamii, kiuchumi na kisiasa ipasavyo. Mada kuu, yani theme ya mkutano huu, ni jukumu la mahakama huru katika utoaji haki, and the role of independent judiciary and the administration of justice. Mheshimiwa Rais, kama nilivyodokeza hapo awali, tutakuwa na watu wa mada wenye uzoefu katika eneo hili ili kujenga uelewa mpana kuhusiana na mada hiyo. Aidha, pamoja na masuala mengineyo ya kiutumishi na kichama yatakayojadiliwa, tutakuwa na mijadala ya mada mbalimbali zenye lengo la kuhimizana kuhusu wajibikaji, kuongeza uwezo baina ya maafisa wa mahakama na wadau wake katika maeneo mbalimbali, zikiwemo sheria za uhifadhi wa maliasili, sheria za kodi na benki, masuala ya kifedha na maadili kwa maafisa wa mahakama. Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, ibara 4 ya katiba inataja mihimili mitatu ya dola na serikali, mgawanyo wa majukumu na mipaka yake ya kutoingiliana na kudhibitiana katika utekelezaji wa majukumu yao. Mihimili hiyo ni utendaji, yani executive, bunge, yani legislature, na mahakama, yani judiciary. Pamoja na mengineo, ibara hiyo inaelekeza kwamba vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kwa ajili hiyo, ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba inaelekeza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Kwa kuwa mahakama ni sehemu ya serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ipasavyo,
Mahakama hiyo inapaswa kuwa huru, isiingiliwe na mihimili mingine inayounda serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani mihimili ya utendaji na bunge, licha ya ushirikiano uliopo miongoni mwao. Ni kwa sababu hiyo ibara 107B kubwa ya katiba inaelekeza kwamba katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi, huku ikiwajibika kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kama ibara ya 7 ya katiba inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, Mahakama ya Tanzania inatambua na kupongeza dhamira yako ya dhati na ya kipekee katika kudumisha, kuimarisha na kuiwezesha mahakama kuendelea kuwa huru. Katika hotuba zako mbalimbali umekuwa ukisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama na kutenda haki. Mnamo tarehe 22 Januari mwaka 2025 ulipokuwa ukihutubia katika uapisho wa majaji wanne wa mahakama ya rufani nikiwemo na mimi, ulisema haya kuhusu uhuru wa mahakama, ninanukuu: jukumu la utoaji haki nchini kwa mujibu wa ibara ya 107 hii kubwa liko mikononi mwa muhimili wa mahakama, na kwa mujibu wa katiba yetu muhimili huu uko uhuru, hauingiliwi na serikali. Kwa hiyo uhuru huu uendelee kutumika vizuri. Mwisho wa kunukuu. Pia tarehe 27 Juni mwaka 2025 kupitia hotuba yako ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulieleza kuwa katika kipindi chote mahakama ilikuwa huru na kamwe serikali ya kuingilia mahakama katika kazi zake. Kadhalika, tarehe 14 Novemba mwaka 2025 ukifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliendelea kusisitiza azima yako ya kuiwezesha mahakama kuendelea ili kuwa huru, kuendelea kuwa huru. Katika hotuba hiyo ulisema, ninanukuu: ahadi yetu ni kuwa serikali itashirikiana kwa dhati na mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa wote na kwa watu wote na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama. Tunachukua hatua zote hizi ili muhimili huu uweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, dhamira yako hiyo inajidhihirisha si tu kwa maneno bali pia kwa vitendo. Serikali unayoongoza imekuwa ikiipatia mahakama bajeti yake iliyoidhinishwa na bunge kwa 100% ili kuiwezesha kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Ingawa kihalisia bajeti hiyo haitoshelezi mahitaji yote ya mahakama, tunakushukuru sana kwa kusimamia jambo hili kwa dhati. Tunaamini kuwa serikali itaendelea kuiongezea mahakama bajeti ili kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwa kukidhi mahitaji yake uendeshaji shughuli zake za utoaji haki na maslahi ya watumishi wote wa mahakama. Mheshimiwa Rais, maboresho yote yanayofanywa na serikali unayoongoza yanaakisi dhamira ya dhati ya kuimarisha uhuru wa mahakama kwa vitendo. Ni ukweli usiopingika kwamba mahakama haiwezi kuwa huru iwapo haina miundombinu ya msingi, rasilimali fedha na mazingira salama ya kutekeleza majukumu yake. Ujenzi wa majengo ya mahakama, uwezeshaji wa rasilimali watu na fedha, pamoja na kuboresha mazingira ya kazi kwa majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama ni nguzo muhimu zinazowezesha uhuru wa mahakama kuwa halisi, unaoonekana, unaotekelezeka kwa ustawi wa wananchi na utawala wa sheria kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, vigezo vya mahakama huru vinajulikana na vingine tayari vimeshasimikwa katika katiba yetu. Vigezo hivyo kama pia viliwahi kuelezwa na aliyekuwa Jaji Mkuu Mheshimiwa Francis Nyalali katika makala yake ya mwaka 1982 iliyokuwa na kichwa cha habari kinachosema Independence of Judiciary in Tanzania, yani uhuru wa mahakama Tanzania. Alipokuwa akisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama ni pamoja na mambo yafuatayo, yani ni pamoja na mambo yafuatayo. It was not so much exhaustive. Usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, yani security of tenure for judges and magistrates, mishahara na maslahi ya kutosha yanayolindwa kisheria, adequate and secured emolument, hauwezi kuwepo bila mambo yafuatayo: kutoingiliwa na muhimili wa utendaji, that is independence from executive interference, mahakama iwe huru na mahakama iwe na uhuru wa kifedha, that is financial autonomy,
nidhamu inayosimamiwa ndani ya muhimili wa mahakama, ya mahakama yenyewe, yani judicial ethics and discipline from within, that's self regulatory. Mheshimiwa Rais, katika kuonesha dhamira yako ya dhati kuhusu kulinda na kuimarisha uhuru wa mahakama, tarehe 15 Juni mwaka 2025, wakati wa hotuba yako kwenye hafla ya kuniapisha kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania iliyofanyika Ikulu ya Chamwino, Dodoma, ulitoa maelekezo muhimu, ikiwa ni pamoja na kunitaka nihakikishe kuwa mahakama ya Tanzania inakuwa yenye hadhi duniani. Mheshimiwa Rais, hakuna shaka kwamba ulipotoa maelekezo hayo ulikuwa na ufahamu mpana, na mimi nakufahamu na ufahamu mpana wa sifa za mahakama huru, mahakama yenye hadhi duniani. Ulikuwa na ufahamu mpana wa vigezo maalumu vinavyopima mahakama yenye hadhi duniani, ambavyo kwa kiasi kikubwa vinajengwa juu ya uhuru wa mahakama katika kufanya maamuzi yake bila woga, upendeleo au shinikizo kutoka pande zote. Wakati fulani tunadhani ni uhuru dhidi ya muhimili wa utendaji na bunge peke yake. Pande zote, yani watu wote, wawe mwandishi wa habari na raia wengine wa kawaida na wanasiasa na kila mtu. Mheshimiwa Rais,